Ndio mimi nasema wakati mwingine aendelee kutumbua na wakati mwingine afunge tu hata maisha. Asante kwa kuichagua PTV Tanzania. Kwa wa kwanza kutazama video zetu kwa kubonyeza subscribe button nyekundu hapo chini ya skrini yako, kisha bonyeza alama ya kengele itakayojitokeza. Kwa hiyo kuna mambo mengi anayofanya, lakini viwanja vya ndege vingi Terminal 3 kuna watu walikuwa wakati mwingine wanaongea vitu ambavyo hawavijui. Terminal 3 ilistaki kabla haijaisha. Awamu ya 5 ilikuja ikatafuta fedha ikaendeleza ile Terminal 3 na ikaisha vizuri. Kuna ukarabati wa Mwanza umefikia karibu 95%. Uwanja wa ndege wa Mwanza kwa wale ambao wanaishi Mwanza umefikia karibu 95%. Na sisi watu sasa wa kanda ya Ziwa at least ukishuka pale uwanja ule umepiga suti yako nzuri na nini na unaonekana kabisa unashuka uwanja wa ndege. Ule uwanja ulikuwa ni kituko. Wakati mwingine mvua ikinyesha kunakuwa na mafuriko pale. Uwanja wa ndege wa Mwanza sasa tunajengewa uwanja mkubwa kabisa na jengo kubwa lile la kufikia abiria kubwa na zuri. Limefikia karibu 95% sasa. Na hata ukiangalia barabara ya kutoka mjini pale Mwanza kwenda uwanja wa ndege, Rais Magufuli alianza nayo ile. Watu wakati mwingine wanasahau ile barabara sasa hivi ni kama njia 4 hizi. Ilikuwa na njia 2 tu, lakini kina Marwa wanakaa tarini wakienda hata waipigi picha. Lakini mzee akafanya mapema kabisa kwa utawala wake na ikaisha. Sasa wakati mwingine tukubali anayofanya rais wetu, kwa sababu mwisho wa siku yeye ataondoka, nchi ataiacha na itaendelea kuwepo. Lakini lazima tumsupport na tuappreciate anachokifanya kama rais wetu. Watu ni mashahidi, wanaona bandari ya Dar inaboresha uboreshaji. Kwa mfano gati namba 1, gati namba 2, ujenzi wa gati la Roro lile vimekamilika. Gati namba 3 umefikia 60%. Bandari ya Mtwara kule Tanga uboreshaji unaendelea. Angalieni miaka 5 nyuma. Yaani mimi ninapokuwa naongea Mtanzania mwenzangu, jaribu kurudisha akili yako tulipokuwa. Ukiangalia barabara za Dar es Salaam hapa kwa sisi tunaokaa Dar es Salaam, barabara za lami zilizojengwa Dar es Salaam, sasa hivi tunataka kuachana na tope kabisa Dar es Salaam. Lakini watu wanaishi hapa wanakwenda Saruni pale kufanya scrub pale, wanapita barabara za lami, hawasemi, kimya tu, wanaangalia mabaya tu ndio wanaongea. Sasa lazima Watanzania wenzangu tuangalie, tu appreciate anachofanya rais. Rais anafanya mambo mengi mazuri. Kwenye upande wa kilimo nimechukua vitu vidogo vidogo. Mazao ya chakula 2019 ulifikia karibu tani 16,408,309. Na tuna ziada ya karibu tani 2,000 tani milioni 2,565,000 ziada ya chakula. Lakini unakuta watu wanapotosha tu. Hatuna hivi. Hawaendi hata kwenye takwimu. Nenda basi hata pale MBS ukaulize, jamani mnisaidie kwenye takwimu. Sio za kubumba. Mtu akusaidie takwimu. Ndio maana mimi nimejienda imebidi niulize huko. Wanisaidie vitu vya kuja kuexpress hapa. Sio niongee vitu vya uongo. Tujaribu kuheshimu taasisi zetu ambazo zipo kwa mujibu wa sheria. Tuziulize watusaidie. Lakini kubwa ambalo naweza nikasema lingine la msingi sana, Mheshimiwa Rais amehamia kidogo. Watu walisema hili haliwezekani. Mwalimu Nyerere aliweka hilo wazo kupitia vikao vya 5. Baadaye CCM hakuweza kufanikisha. Akaja Mwinyi hakufanikisha. Akaja Mkapa hakufanikisha. Akaja Kikwete hakufanikisha. Mwamba amefanikiwa. Hilo nalo jamani, mshindo hata kumsifu nalo hilo. Unapoweka makao makuu ya nchi Dodoma, maana yake Mtanzania wa Tabora, Mtanzania wa Arusha, Mtanzania wa Dar es Salaam, kila mtu anaweza akatatua shida zake kwa urahisi kuliko mtu anatoka Geita huko anakuja Dar es Salaam, au anatoka labda kule kwetu huko Kibara anakuja Dar es Salaam. Ni mbali mno, makilomita mengi. Lakini rais amewarahisishia
Watanzania wenye shida zao, wenye matatizo yao kwenda pale Dodoma kutoa shida zao kwenye mawizara na kusaidiwa. Zamani tulizoea ukienda kwenye wizara moja ukimkuta kigogo mmoja amekaa pale kwenye kiti amevaa koti zuri, ukamwambia mimi na shida yangu, mwanangu ana tatizo labda shule moja labda iko huko Mtwara, jamaa atazunguka kwenye kiti hivi mara 4 anakuangalia, anaangalia kompyuta alafu anaondoka. Sasa hivi hiyo haipo. Lazima pia tumshukuru Mheshimiwa Rais kwamba nidhamu kwenye sekta ya umma imeimarika. Wako wengine bado wanakengeuka, lakini unaweza kuwa na watoto 10, mmoja akawa ajabu hivi, huwezi kusema sio mwanao, atakuwa ni mwanao tu. Lakini utumishi wa umma umeimarika. Sasa hivi unaweza ukaenda hospitali pale, tulikuwa tunaona ingawa bado kuna shida kubwa sana kwenye hospitali yetu. Ipo shida bado. Nilikwenda siku moja Temeke pale, na hili lazima niliseme kwa sababu ndio maana mwanaharakati. Unakuta mama anajifungua anaambiwa alipe hela. Lakini kwenye sera ya serikali wanasema mama mjamzito ni bure, anatibiwa bure, mzee ni bure, mtoto chini ya miaka 5 ni bure. Na mimi naomba nitumie muda huu kuwashauri sana serikali wajaribu kutafasiri uhalisia wa serikali ya awamu ya 5. Kama mama mjamzito anatakiwa kutibiwa bure na ajifungue bure, aende pale ajifungue bure. Unamwekaje mama mjamzito pale zaidi ya masaa 2? Mimi nimeshuhudia Temeke pale. Mimi naisema tu hiyo hospitali hata wakasirike tu. Na mambo yanafanyika maeneo mengi ya Tanzania. Bado kuna wafanyakazi hawamuelewi sijui Mheshimiwa Rais. Sijui wanafanya makusudi. Na mimi nasema wakati mwingine aendelee kutumbua na wakati mwingine afunge tu hata maisha. Unakuta kabisa mtu anatakiwa msaidie mama mjamzito, anatumia nusu saa nzima eti hana hela. Anataka kujifungua na muomba hela kwanza. Kwa nini usimwache ajifungue ndio muombe hela? Sasa nadhani wako baadhi ya watu hawajamuelewa Mheshimiwa Rais. Kabisa hawajamuelewa. Wako na ni watumishi wa umma hawajamuelewa. Lakini Mheshimiwa Rais ana nia njema mno. Anafanya kazi kubwa. Angalieni niliyowaambia haya. Tulizoea uvuvi haramu. Sasa hivi uvuvi haramu ni historia. Uvuvi haramu sasa hivi ni historia. Mimi natokea ziwani kule wazee. Hali ilikuwa ni mbaya. Fiodali, mabaruti. Hayapo hata baharini humu sasa hivi hamna. Kwa upande wa maji Dar es Salaam tulizoea Dar es Salaam upande wa maji ukienda Kimara unakuta madumu tu, madumu yamejaa, ukienda Kigamboni huko na madumu yamejaa. Umeelewa eh? Leo Dar es Salaam historia hakuna tena dhiki na matatizo ya maji. Leo ni nzuri tu. Upande wa maji mambo ni mazuri kabisa. Ukiangalia kwenye madini lazima tuwe wa kweli. Kuna masoko 28 ya madini mikoani na vituo karibu 11 katika mikoa 24. Serikali inaingiza fedha nyingi sana. Zamani madini watu walikuwa wanachukua tu, wanahamisha wanavyotaka. Lakini at least Mheshimiwa Rais ameonyesha mfano kwamba Tanzania tunaweza tukalinda rasilimali zetu na tukanufaika na hii pesa. Na mfano mmoja wapo ni kwenye madini. Vituo hivi 28, masoko 28 ya madini na vituo 11 kwenye mikoa hii 24 ni vingi. Angalau ameonyesha kwamba tunaweza tukafanya kitu. Ameonyesha kama Mtanzania. Kwa hiyo lazima tujivunie haya kwamba Mheshimiwa Rais anatoa mfano. Tumetoka kwenye makusanyo ya kodi ya bilioni 800 kwa mwezi, bilioni 800 mpaka karibu trilioni 1.2. Ni achievement kubwa. Bilioni 800 mpaka trilioni 1.2. Na nilikuwa namsikiliza waziri wa fedha anasema miradi mingi ya serikali sasa karibu 70% tunajitegemea. Yaani inafanywa na fedha ya ndani. Karibu 70% miradi ya serikali. Huyo ni Rais Magufuli. Kwa hiyo wakati mwingine Watanzania wenzangu lazima tuwe wa kweli jambo zuri linapofanyika. Tulizoea mambo mengi kwenye elimu. Kumbukeni kwenye elimu watu walikuwa wanakaa chini tu bana. Mashule mengi watu walikuwa wanakaa chini. Mimi ni sehemu ya waathirika. Mimi ninapotoka 90% watu walikuwa wanakaa chini. Lakini tangu serikali ya awamu ya 5 iingie
kama kuna matatizo ya madawati basi ni madogo sana kulinganisha na tulikotoka. Lakini ukiangalia ukarabati wa shule kongwe zilisahaulika kabisa za serikali zilisahaulika. Ukienda Ifunda pale kulikuwa na mashule makongwe yale. Leo shule zote kongwe zinakarabatiwa kwa fedha ya walipa kodi, ikiwemo wewe na mimi. Mheshimiwa Rais Magufuli anafanya mambo ambayo anatutengenezea nchi ambayo itakuwa ni kwa faida yetu, kizazi cha sasa na kinachokuja. Kwenye upande wa afya, mtakumbuka Muhimbili pale bodaboda walikuwa wanajaa tu milangoni mule, unawakuta wamejaa pale, miguu wamening'iniza juu. Leo ukienda Muhimbili pale, najaribu kuambia ambavyo, maana ni miaka 4 anakwenda 5 anamaliza miaka 5. Ukienda Muhimbili leo pale, wakina mama wale waliokuwa wanapata tabu ya kujifungua aliwapa jengo moja pale. Alikwenda kutembelea pale akakuta kuna hali mbaya sana, akatoa jengo kwa ajili ya mama wajawazito. Sasa watu wanajisahulisha wakati mwingine. Mimi nawakumbusha leo, mama wajawazito Muhimbili pale hawana shida sana, hata wazee wanatibiwa vizuri tangu aingie urais. Msongamano wa magari lazima tuwe wa kweli. Wakati hilo daraja la juu, barabara za juu zinazojengwa pale Ubungo, nafikiri kama kuna foleni basi ni ya bahati mbaya, lakini sijui wale wa China wametengenezaje pale, sielewi. Na kwa nini zamani ilikuwa ifanyike hii? Leo pale hamna foleni pale. Sijui umetumia teknolojia gani? Mimi sielewi. Wakati mwingine nafikiri wa Afrika nao tuwe kama wa China, ingawa wa China nao sio lazima tuende nao makini, lakini wametusaidia, wamejenga ile. Asante kwa kuichagua PTV Tanzania. Kuwa wa kwanza kutazama video zetu kwa kubonyeza subscribe button nyekundu hapo chini ya skrini yako, kisha bonyeza alama ya kengele itakayojitokeza.